Haleluya, mtu wa Mungu. Ukimya wowote juu ya Mkristo katika dunia ndio unaopelekea maovu, dhuluma, uharibifu wa adui shetani kutapakaa kwa kiwango kikubwa. Ukimya wa mtu wa Mungu, kukaa kimya, kupuuzia, kuona tu ni sawa, imetosha mimi kuendelea kuokoka kwangu mimi imetosha. Watajua wao. Wewe jua tu ndio unaopelekea uharibifu, dhuluma, uovu kutapakaa kwa kasi katika hiyo dunia. Na wakati uovu utakavyozidi kutapakaa, wewe jua tu hata wewe ambaye uko salama leo, unaijua kweli ya Kristo leo, hautaendelea kuwa salama siku zote. Kuna wakati muda utafika, dunia na wewe itakusomba. Kuna wakati ule uharibifu, ule uovu utakusomba na wewe. Madhila unayoona kwa wengine wanaendelea nayo kwa sababu ya kutenda uovu. Uovu huo unapelekewa na wenyewe kutoambiwa uhalisia kwamba kile unachokifanya ni uovu. Acha dhambi, geuka, mrudie Mungu. Wewe unakaa kimya, mtu wa Mungu, unakaa kimya, ukemei, uonyi, hutokei kwa sababu sikia tu, dunia ama waovu wenyewe huonyesha mambo yao kwa ajili ya kujenga ufalme wao kwa shetani. Sasa kama na wewe ni mtu wa Mungu, unatakiwa ujaribu kwa namna moja ama nyingine kuongea, kujenga ufalme wa Mungu. Lakini unapoendelea kukaa kimya, ukaridhika tu wewe mwenyewe, kuokoka wewe mwenyewe, wewe jua tu wale watakapoharibikiwa, watakapovuna matokeo ya uharibifu wao, yatakukuta na wewe, yatakufuata na wewe. Kwa sababu unaposema ama unapojaribu kutatua ama kukemea uovu fulani, ama kuiweka dunia juu ya uovu fulani, wewe hata wewe unakuwa salama, ama unajiwekea wigo ule uovu usikukute. Madhila, uharibifu ya ule uovu usikukute na wewe. Ila unapokaa kimya, unakuwa unajiwekea danger tip ya kwamba uharibifu huo utakapomalizika kwa mtu yule, lazima na wewe utakukuta. Kwa nini yakukuta? Nasoma hapa kwenye Mathayo sura ya 5 ili ujue wajibu uliotakiwa kuwa nayo kama mtu wa Mungu. Ujue wajibu uliotakiwa kuwa nao kama mtu wa Mungu. Usiishie tu kutazama vya wengine vinavyofanya. Jaribu kuna kufanya vya kwako kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Wa dunia, watu wa duniani wanajaribu kufanya vya kwao, lakini pia hawaishi kufanya, wanajaribu kuviweka wazi ili dunia pengine iitazame. Na katika kutazama wapo wengi ambao wanaiga, wapo wengi wanaofuatisha, wapo wengi wanaopongeza. Sasa ukijaribu kuangalia kile wanachofuatisha, kile wanachoiga, kile wanachopongeza, hakina impact yoyote kwenye ufalme wa Mungu, ila vinakuwa na nguvu, vinakuwa na kelele, vina sound sana. Kwa sababu gani? Aliyetakiwa kuongea amenyamaza. Aliyetakiwa kuongea amenyamaza. Mwimba tenzi anasema kwamba anasema kwamba waliotakiwa kutamka habari hawatamki, wamekaa kimya, wamenyamaza. Sasa kunyamaza kwenu, shetani anainua watu wake, wanaongea kwa nguvu kubwa, kiwango ambacho kinapelekea sasa kile ambacho na kwa kadri, kumbuka kwamba kuongea kwao sio bure. Kwa kadri unavyoongea kwa nguvu kubwa, ndivyo kinavyoendelea kupata nguvu ndani ya mioyo na fahamu za watu. Kwa kadri ufalme wa giza, kwa kadri ulimwengu wa giza unavyopata nguvu ama unavyoongea, ndivyo unavyozidi kujenga ngome, ndivyo unavyozidi kupata nguvu kwenye mioyo na fahamu za watu. Mwisho wa siku watu ndio inakuwa ndio lifestyle kulingana na kile ambacho kimeongelewa kwa msisitizo. Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 14, Biblia inasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo ndani yake. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mtu uliyookoka, wewe ni nuru. Unatakiwa uangaze wengine ili wale wasioijua nuru, walioko kwenye giza, waweze kuiona nuru, waweze kukufuata. Lakini mtu wa Mungu, unaponyamaza, unaporidhika kwa wewe tu kupokea wokovu, alafu hautaki kwa sababu ya mtu mwingine ambaye hajaokoka upate wokovu, wewe jua tu, hujajua ya kwamba hujajua unakuwa hujatambua nafasi yako ya kwamba wewe ni nuru. Maandiko yanasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa yake kuiweka chini ya pishi. Hakuna mtu ambaye anaweza kawasha taa yake afa akaiweka chini ya meza, akaiweka chini ya uvungu. Hakuna mtu wa namna hiyo. Kila mtu ambaye anaweza kana washa taa kwa ajili ya kupata mwanga, huiweka juu ili iangaze mahali pote. Ndivyo ilivyotakiwa kwa mtu aliyeokoka ama kwa mtu wa Mungu. Ilitakiwa wewe kupokea wokovu, wewe kuijua kweli, wewe kujua Kristo, uwe sababu ya wengine kupitia wewe, waijue hiyo kweli uliyojua wewe, wamjue hiyo Kristo uliyomjua wewe. Wewe uwe sababu, usikubali, usirizike tu kuokoka wewe mwenyewe ukalizika unasema imetosha. Hapana, wapo wengi ambao wanahitaji kuokolewa kupitia neno lako. Wapo wengi ambao wanahitaji kuokolewa kupitia kuimba kwako. Wapo wengi ambao wanahitaji kuokolewa kupitia harakati zako. Usikubali kubaki hivyo mtu wa Mungu. Maelekezo ya Biblia hayakuhitaji mtu akiokolewa abaki na huo wokovu yeye kama yeye. Hapana, wokovu ulionao jaribu kutokeza na kwa mtu mwingine asiyejua kweli, asiyemjua Kristo. Jaribu na kutokeza na kwa mwingine ili uweze kuokoa roho yake. Neema Kristo Yesu yupo pamoja nawe, utakayechukua hatua ya kuwa nuru kwa wengine, utakayechukua hatua ya kuangazia wokovu ulioubeba kwa wengine, ili dunia na taifa liweze kuokolewa kupitia wewe. Amen.